unatupata kwa usawa kabisa, kwa uzuri kabisa, mambo yanakuwa vizuri kabisa. Leo kwenye chumba cha somo naomba nikukumbushe kwamba hatufundishani. Unajua, umeshafundishwa vitu vingi sana, unajua mpaka sasa hivi. Lakini tunakumbushana. Naomba nikukumbushe mambo 5 ya kumkumbusha mwanao wa kiume na kujikumbusha wewe pia mtoto wa kiume. Lakini mambo 5 ya kumkumbusha mwanao wa kiume ili aweze kufanikiwa pia maishani mwake. Jambo la kwanza, mwambie mwanangu kwa lugha ya upendo kabisa. Mwanangu, usiruhusu mwanamke kukushinikiza ama kukupa pressure kipindi ukiwa na siku ngumu, siku zenye stressi, siku zenye msongo wa mawazo. Usiruhusu mwanamke kukushinikiza kipindi hicho, kwa sababu ukiwa na stress, ukiwa na msongo wa mawazo, ni rahisi kufanya maamuzi magumu. Ni rahisi sana kufanya maamuzi magumu. Na mwanamke ni mtu mwenye ushawishi. Hasa usiruhusu hiyo hali ikatae. Ukiwa una stress, una mambo magumu sana, unapambana nayo, usiruhusu mwanamke akushinikiza. Mwambie hivyo mwanangu, kwa sababu unampenda mwanao, unapenda kesho yake. Watu wangapi ambao umekuwa unasikia na kuona wako kwenye matatizo, aidha wamefungwa, aidha wamekufa, aidha wamekuwa majambazi kwa sababu ya kushinikizwa kupata jambo fulani na mwanamke, kipindi ambapo hata yeye mwenyewe yuko kwenye hali ngumu ya mawazo, ya matatizo, ya pressure. Usiruhusu. Washa kusikia ule msemo unasema kwamba usiahidi jambo ukiwa na furaha sana na usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Hasa na kuongezea hii hapa, mwambie mwanao wa kiume kwamba asiruhusu mwanamke amshinikize ama kumpa pressure wakati wa siku zake ngumu. Kwa sababu pale sasa ndio utafanya maamuzi ukiwa haupo katika common sense yako. Ndio maana kuna watu unachangaa wamekuwa majambazi, kuwafuatilia sana nini chanzo hichi. Kuna watu wamekuwa labda wezi, kuwafuatilia hivyo. Kuna watu wamekuwa na tumia dawa za kulevya, kufuatilia sana hivyo. Lakini cha pili, mwambie mwanao ajifunze kutatua matatizo yake muda mwingine akiwa peke yake bila kushinikizwa. Ajifunze kuwa peke yake kwenye kutatua matatizo, na muda mwingine hata akishinda ajifunze tu akae peke yake. Of course la kwanza linaendana na la pili, kwamba akiweza sasa kuwa na ile self control, kuweza kujikontrol mwenyewe hata kipindi akiwa na siku ngumu, ataweza control mindset yake vizuri sana ili asiingie kwenye hayo matatizo. Jambo la 3 la kumkumbusha mwanao wa kiume ni kwamba sio kila hadithi ya kusikitisha, ya kumfanya akunje sura, akunje moyo, ya kusikitika. Maana kuna hadithi fulani ukisimuliwa, mbali na kukunja sura, kusema na moyo pia huo unakunjuka, unajikunja, yani unaloana, unatepeta kabisa. Sio kila hadithi atakayosimuliwa ya kumsikitisha basi iwe sababu ya yeye kutoa pesa. Sio kila hadithi ya kusikitisha ndio iwe sababu ya yeye kutoa pesa. Unajua kuna watu waga wanatupiga kutokana na udhaifu wetu. Anakutengenezea story fulani hivi ya kusikitika. Unadai sasa huyu ngoja nimsaidie. Mimi ni mwanaume ni kichwa cha familia. Mwanaume ni kichwa na sio mkia. Nimsaidie. Hata kwenye maandiko imeandika kwamba toa ikiwa moyo wako uko tayari kutoa. Sijui kama imeandikwa hiyo, lakini nimeshawahi kuisikia kwenye masuala ya dini, kwamba usitoe alafu kesho yake ukaja kusikitika, kunungunika kwamba dai sasa ningejua. Pale hujafanya kitu chochote bwana. Asa sio kila hadithi ambayo inayokusikitisha ikawa sababu ya wewe mwanangu wa kiume kutoa hela utafirisika.
hautaendelea, utaishia hapo hapo. Na kuna baadhi ya wanawake sasa hivi wakishajua kabisa kwamba ndio huyu jamaa ana huruma, basi ni wanakuletea matatizo kama virus. Likisolve hili wanakuletea jingine, ukilisolve hili wanakuletea jingine. Maana yake nini? Hauendi mbele, unazidi kurudi nyuma kila siku. Huruma yako ndio inayokuponza. Muda mwingine mwambie mwanangu, lazima uwe na moyo mgumu. Kwa sababu dunia ya sasa hivi kama tulivyozungumza ni dunia ya kusolve matatizo, lakini dunia ya sasa hivi sio dunia ya watu wadhaifu. Lazima uwe strong enough. Lazima uwe mgumu kweli kweli. Sio ugumu wa kupigana kama Van Damme, ugumu wa moyo. Sio kila hadithi ya kusikitisha iwe sababu ya wewe kutoa pesa ama kutumia pesa zako. Ndio maana zikaitwa pesa zako, maana yake kwamba umezitafuta wewe ili uweze kusolve michongo yako wewe mwanangu. Hatufundishani lakini tunakumbushana mambo ya kumwambia mwanao wa kiume, ya kumkumbusha mwanao wa kiume. Lakini jambo jingine la muhimu kweli kweli ni kwamba usimwambie mwanao kwamba usiruhusu mafanikio ya mwanaume mwingine ya kufanya ujihisi kama wewe hufanye vizuri. Kuna watu bwana huwa wanaumia kweli kweli na tunaona kwenye mitaani kwetu, kwa mitaani tunaona. Kimona yani ukikaa, juzi nilikuwa na marafiki zangu fulani hivi, kina Castro, Castro Dixon, yes, na wengine. Sasa wakawa wanapigia hesabu kwamba ma MC sasa hizi wana hela. MC analipwa milioni 3, milioni 4. Alafu nashangaa hapa nimesoma medicine huku na ihemea milioni 1 kwa mwezi. Nikamwambia ujue jambo moja ambalo tunalozingua washikaji ni kwamba tuna compare. Tunafananisha. Kwamba eti kwa sababu fulani amefanikiwa basi wewe inakuja kukunyongonyeza na kukuvunja moyo. Mwambie mwanangu, usiruhusu mafanikio ya mwanaume mwingine akufanye ujihisi kama wewe ufanye vizuri. Hapana, tunakuona, dunia inakuona, na utavuka na utaenda. Na kumbuka bwana, kila mtu na sahani yake, kila mtu na mstari wake, kila mtu na njia yake. Usikate tu tamaa, lakini endelea kupambana hapo hapo ulipo, na endelea kujifunza kila siku, endelea kupiga hatua kila siku mwanangu. Lakini sio mafanikio ya mtu fulani yaje kukuvunja moyo wewe. Na sasa hivi bwana unashangaa uko na wife, naona kwenye dunia yetu uko na mchumba labda mpenzi, anakusimulia bwana nilikutana na kaka fulani, yani yupo kama wewe lakini anamiliki gari kali sana, anataja gari fulani brand fulani kubwa ya thamani. Na mdogo mdogo tu. Hata zile story usiruhusu. Najua wanaume waga ni tunajikaza, tunazisikiliza tu kwamba ndio una shida ndio, lakini moyoni, honestly speaking, ukifumba macho moyoni unaumia kweli kweli. Unaona dai sasa mimi ndafika lini pale bwana ndafika lini pale, na maana mimi ndo nazingua kiasi hichi, na maana mimi bwana moja kati ya sababu ambayo inakufanya unajiua, unakufa, ndio hiyo pia. Usiruhusu mafanikio ya mwanaume mwingine ya kufanya ujihisi kama wewe haufanyi vizuri. Mkumbushe mwanao wa kiume haya. La mwisho kabisa la kumkumbusha mwanao wa kiume kwenye chumba cha somo siku ya leo ni kwamba hata akiwa kwenye mahusiano, asiwe kwenye mahusiano na mtoto wa shule na binti wa shule. Asiwe kwenye mahusiano. Kuna kitu kinaitwa karma. Hata kama asipokamatwa leo. Kuna watu hawaamini hiyo imani, lakini mimi binafsi imeshawahi kunitokea. Kuna kitu kinaitwa karma. Hata alichokifanya baba yako kuna uwezekano kikaja kukutokea wewe. Anakuwa mwanao kitoka na wanafunzi wa shule akawaharibia, mwanafunzi akafukuzwa shule, akapoteza future pale katikati nini. Na yeye atakuja kuwa na watoto wa kike. Kuna uwezekano wale watoto wa kike wakaja kupitia kama yeye ambao ameyafanya kwa watoto wa shule ambao waliwafanya hapo awali. Ndio maana nilikuwa nasimulia kuna siku kwamba kuna ndugu yangu mmoja alikuwa mwaka huu amepata mtoto wa kike. Sasa baada ya kumshika vile afa akalia kichizi, nikamwambia wa nini, akasema nikikumbuka ambavyo nilivyo